Nikamwambia mama, pete yangu imekwenda wapi? Sijui, haipo tu. Basi tukakaa, nikamwomba Mungu, nipatie pete yangu. Kama amechukua adui huyo, anirudishie. Nikashinda kutwa nzima mawazo yangu ya kwamba atairudi. Saa 3 hivi asubuhi nikapata simu kutoka nyumbani kwa binti yetu anayengojea nyumba hapo. Akasema, baba, usiku wa leo hatukulala vizuri. Kwa nini? Nilitokea tetemeko ati kwenye nyumba yetu tu. Milango ikawa inafunguka peke yake bila kufunguliwa. Inagongana. Yaani ikawa utiisho mkubwa, tukashindwa kukaa ndani. Kabidi tutoke nje wote. Baada ya utulivu kidogo tukarudi ndani, tukawasha taa. Nikatazama kwenye kitanda chenu, nikakimbilia chumbani kwenu kutazama. Nikaikuta pete yako iko katikati ya kitanda chako. Pete yangu? Nikajua huyo ameshindwa, kairudisha mwenyewe. Nikamwambia, shetani umeshindwa, kwa jina la Yesu hutaichukua tena. Nikaichomeka kwenye kidole. Mpaka leo ninayo. Basi huyo adui yako shetani anakutaka sana. Leo mpe nafasi Kristo apite. Ila kama u mwenye dhambi, Kristo hatapita kwako. Never. Haingii mahali dhambi zimezagaa.